Naam, bado tupo msibani nyumbani kwa marehemu Athumani Nyanza. Alikuwa ni mtu ambaye ni mdau mkubwa wa tasnia ya sanaa, ndio maana hata leo tumeona msibani wako wasanii wengi, waigizaji wengi wakubwa, Gabo Zigamba, akina Galasa, akina Madebe Lidai, wote wako hapa. Mbele yetu ni Galasa, moja kati ya watu ambao wapo karibu ama walikuwa karibu sana na marehemu. Kwanza pole kwa msiba. Asante ndugu yangu. Nawe pia pole. Sana mimi pia alikuwa rafiki yangu. Sound engineer. Sasa, na wewe umefanya vitu vya engineer hivi. Sasa Nyanza alikuwa ni mtu wa namna gani kwako, na ilikuwaje taarifa ya msiba wa Nyanza uliipata ukiwa wapi na ilikuwaje? Taarifa ya msiba mimi nimeipata ilikuwa Tabata, ndio nilipopata taarifa ya msiba. Lakini kabla taarifa ya msiba nilipata taarifa kuona mtandaoni kwamba amepotea. Niko Bagamoyo na kuna picha bwana amepotea. Sema lakini hebu ngoja tuangalie mwisho wa siku itatokea nini. Kwa hiyo lakini jana napigiwa simu na majirani zangu kwa sababu anapokaa yeye na kwa mzee wangu ni karibu. Kwa hiyo nikapigiwa simu kama jirani yangu, sio mshikaji wangu, sio ndugu yangu. Simu ya kwanza ambayo nilipigiwa, bwana Nyanza tumemkuta amefikiwa, sasa ndo anamfukua hapa. Anachukua mwili wake anapeleka polisi. Watu wanajazana hapa. Nyanza amefariki. Unajua huwezi kuamini mwanzo kwa sababu namba mtu kapotea afu ghafla anaambiwa amefariki. Inabidi uanze tena kuchunguza na watu wengine waulize. Baadaye unakuta watu wakubwa wanaanza kuposti amefariki. Sasa kwa sasa kule chuma kimeenda. Kwa hiyo ndio tunatoka kule mdogo mpaka hapa msibani. Na kwa upande wako Nyanza alikuwa ni mtu wa namna gani? Jirani wa namna gani? Rafiki wa namna gani? Na ni mtu ambaye umefanya naye kazi nyingi. Mimi nakumbuka Mkwaju wa Madebe nilikuwepo na jamaa alikuwa sound engineer, labda na nyingine nyingi. Alikuwa ni mtu wa namna gani Nyanza? Kwangu mimi alikuwa poa tu sana kwa sababu pia sio mtu akikasirika kufahamu kama yeye amekasirika. Ilikuwa ngumu kidogo kwa sababu ni mtu watabasamu muda wote. Nadhani hata kwenye picha unamuona mshikaji jinsi alivyo. Japokuwa sura sio, lakini mimi kwa tabia nilikuwa naona vizuri kwa sababu hata ile clip ilikuwa inatembea mtandaoni, watu waliojazana pale nyumbani walikuwa wanalia jirani yetu. Kwamba alikuwa anaishi na watu vizuri manake. Iko hivyo mtu poa tu mshikaji. Sahihi. Umesema alifukuliwa nyumbani kwake, na maana kifo chake kina utata fulani kidogo, na ndio maana mpaka sasa hivi hapa msibani mwili wake bado upo katika hospitali ile ya polisi kule Kilwa Road. Yote ni mipango ya Mwenyezi Mungu na labda ni namna yake ya kurudi kwa Mwenyezi Mungu. Mipango hasa hata ile ya awali hapa msibani kwamba labda wanazika lini au wanazika leo ipoje? Kwa hapa tulichokipanga kuzika ni kesho saa 4. Tunakutana hapa saa 4. Tunampeleka kwao Zalamoni. Ndio waliochagua ndugu na marafiki kwamba ziko Zalamoni. Kwa kesho saa 4 tunakutana hapa, tunampeleka ndugu yetu. Asante sana na pole kwa msiba. Asante sana. Naam, na hivi ndivyo ambavyo hali ilivyo hapa msibani kwa sound engineer, mtaalamu wa sauti ya Athumani Nyanza ambaye alikuwa kwenye kiwanda hiki cha filamu za Kitanzania. Amewahi kufanya mambo mengi. Mimi aliwahi kuniambia kwamba miaka fulani hivi ya nyuma aliwahi kufanya kazi polisi Morogoro pale, nadhani 2008 2009, na hata unaona wadau wengi wamekusanyika hapa, wasanii wa maigizo, maproducer, waandishi wa habari na watu wengi, na taarifa kama ambavyo zimetolewa na baadhi ya ndugu atazikwa kesho saa 4 nyumbani kwao huko. Lakini sisi kama Rai TV tutaendelea kukujuza kila kinachoendelea katika msiba huu. Jina langu Rahim Lai. Mwenyezi Mungu ampumzishe Athumani Nyanza. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.